na kuwakilisha vyema sana mwana sport, lakini pia mbele yako ni mdada wa Kimasai. You can call me Sport Lady kutoka Arusha, ninayewakilisha vyema sana Fountain Gate FC. Nikusii tu kwamba timu ya Fountain Gate FC tayari imeshafika Arusha, ambapo mapokezi yalikuwa ni makubwa sana kutoka Kisongo mpaka ambapo timu itaweza kwenda kuweka kambi yake. Of course tumepata ugeni mzuri sana kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Arusha, Mr. Amos Makalla. Of course ametupokea vizuri sana, lakini pia amepata wakati wa kuweza kuongea na wachezaji na kukutana na technical bench lote la Fountain Gate FC. Ni yapi ambayo anatuambia na ni yapi ambayo anakuambia wewe mkazi wa Arusha? Tumsikilize. Mara baada ya kuwasili Arusha, tumepokelewa na mkuu wa mkoa wa Arusha. Mheshimiwa, habari yako? Salama, karibu sana. Karibuni sana Arusha. Nimefurahi kuipokea timu na mna baraka zote, nyie ni wana Arusha sasa. Naam. Umewasii wapenzi wa soka hapa mkoani Arusha waweze kuisupport timu ya Fountain Gate FC. Ni kitu gani ambacho nawaahidi waweze kutegemea mara baada ya timu kuweza kuwasili hapa Arusha? Kwanza kikubwa ni furaha kwa kuipokea hii timu, na wana Arusha hawajawa na timu ya ligi kuu kwa muda mrefu, na nishukuru uongozi wa Fountain Gate kukubali kwamba waje Arusha. Kwa hiyo sisi tunaamini kabisa uwepo wa timu ya Fountain Gate hapa kama timu ya ligi kuu ina faida nyingi kwa kazi wa Arusha. Kwa hiyo ninawaomba wana Arusha waipokee timu kama nilivyoipokea mwenyewe, waiunge mkono, iwe timu yao, waje kwa wingi viwanjani inapocheza, na wale wadau wengine na makampuni waisupport timu yetu katika kuisaidia, kuipa nguvu kuweza kufanya vizuri zaidi. Pengine wakazi wa Arusha watakuwa ni wageni kidogo mara baada ya muda mrefu kutokuwepo na timu ambayo inashiriki ligi kuu. Kitu gani ambacho nawahimiza zaidi waweze kutokea uwanjani pale ambapo timu yao itakuwa inacheza na timu zingine? Kwanza, michezo ni burudani, na wana Arusha hapa muda mwingi wako busy na kazi mbalimbali, lakini michezo ikiwemo hapa pia inawapa nafasi ya kupumzika, kurelaksi na kuangalia mpira. Lakini ni kwamba kushabikia timu sio kuangalia kwenye TV tu, ni kwenda pia uwanjani, kwa maana mikoa mingine itatuangalia, lakini sisi tuende uwanjani tuishangilie timu yetu, mchezaji namba 12 kuipa nguvu timu yetu. Lakini pia nitoe wito kwa uongozi wa Fountain Gate na nyie kujipanga ili watu waibebe timu yao. Nataka mumzalishe jezi kwa ajili watu kununua na kuweza kujulikana kwamba bwana, ukienda Arusha wakiona watu wana jezi za Fountain Gate ujue kwamba hawa ni mashabiki wa Fountain Gate. Asante mheshimiwa, ningependa umalizie, tuna moto wetu unasema Fountain Gate FC timu moja, timu pamoja. Yes, ningependa uweze kusema. Ni Fountain Gate timu moja, timu pamoja. Yes. Thank you so much. Asante sana, nawashukuru sana. Asante. Mara baada ya kumsikiliza mkuu wa mkoa wa Arusha, baba yetu mlezi wa Fountain Gate FC, of course mkurugenzi wa Fountain Gate FC Mr. Japhet Makau, ni yapi ambayo anatuambia na ni yapi ambayo anawaelezea wakazi wa Arusha kuelekea katika michezo ambayo inafuata mara baada ya Fountain Gate FC? Nipo na mkurugenzi wa Fountain Gate FC Mr. Japhet Makau. Mr. President, hongera sana. Asante, nashukuru. Nichukue nafasi hii kuwashukuru wakazi wa Arusha ambao kwa kweli wametuonyesha upendo mkubwa kwa mapokezi makubwa ambayo wametuandalia na kutupokea katika siku ya leo. Asante sana. Sawa, pengine unaweza kutuelezea mapokezi yalikuwa vipi kuanzia Kisongo mpaka hapa ambapo tumefikia? Mapokezi yamekuwa makubwa sana. Cha kwanza, vazi walilotukaribisha nalo, vazi la Kimasai, maana yake ni kwamba ametukaribisha sasa tumeonekana ni wenyeji wa Arusha. Lakini vile vile Arusha inanasibiwa na utalii. Kwa hiyo mapokezi yao ya maandalizi ya magari ya kitalii ambayo ndio vijana wameingia nayo katika mkoa wa Arusha limekuwa jambo kubwa sana. Lakini kupokelewa na mkuu wa mkoa ambaye ameacha shughuli zake zote na kutupokea na kutuandalia chakula na viongozi wote wa mpira wa mkoa wa Arusha ni jambo kubwa sana ambalo limefanyika, na hili ni deni kubwa kwetu kama viongozi wa Fountain Gate na wachezaji
ni deni kubwa, na naamini kwamba tutakwenda kulilipa kwa kuwapa matokeo mazuri watu wa Arusha. Sawa. According to Coach Liza alisema kutoka Lebanon mpaka Leguanan, something like that. Unaizungumziaje? Sio Lebanon, kuna stages za ukuaji wa Masai. Unapokuwa kijana active, mwanajeshi yule wa Kimasai unaitwa Morani. Morani wale ndo wanajeshi wa Kimasai, wapiganaji wa Kimasai. Lakini unapokuwa mtu mzima kidogo, mtu wa busara, mtu wa kutoa hekima, unaitwa Laiguanan. Kwa hiyo alikuwa anasema sisi sasa tumefika kwa level ya kuwa Laiguanan, na rasmi kwamba tumekaribishwa Arusha kama Laiguanan ni kiongozi kwenye familia ya Kimasai. Sawa. Kabla sijarudi Babati, napenda uweze kuongea na wakazi wa Arusha, wapenzi wa soka hapa Arusha. Ni kitu gani ambacho unawaahidi hasa kuhusiana na Fountain Gate FC kuweza kuja hapa Arusha? Cha kwanza nataka niwahakikishie tunakwenda kuwapa burudani kubwa. Timu yetu imesajili vizuri. Kama ambavyo nimekuwa nikizungumza siku zote, kuna mchanganyiko wa vijana, kuna mchanganyiko wa wachezaji experienced, lakini vile vile tuna foreign players ambao wanaleta discipline, wanaleta experience ya kimataifa. Mchanganyiko huo unatengeneza timu ambayo ni timu bora sana. Hata ukiangalia mwanzo wetu wa ligi mpaka sasa hivi, ukiondoa zile mechi 3 ambazo tulikuwa na changamoto ya usajili, timu imefanya vizuri. Is promising. Hata vijana wakicheza unaona wako promising. Kwa hiyo nawaahidi wakazi wa Arusha furaha, burudani ambao wameikosa kwa kipindi kirefu. Sasa imerejea tena kwenye mji mkubwa, mji maarufu, mji wa kitalii, mji wa Arusha. Kwa hiyo wategemee hilo kubwa, tunaenda kuwapa burudani. Sawa. Kwa majonzi makubwa sana, President, najua ulipenda sana wakazi wa Babati na najua unawapenda sana sana sana. Naomba uweze kuongea nao, lakini pia wanatamani kusikia chochote kutoka kwako. Ukweli ni kwamba tumeondoka Babati wakati tuna mapenzi makubwa na watu wa Babati. Watu wa Babati walitupokea vizuri, na wengi mnafahamu mimi nina historia kubwa na Babati. Mimi Babati ni nyumbani kwangu. Wametupokea vizuri, tumeishi nao vizuri, wametupa support muda mrefu sana ambao tumekuwa Babati. Lakini kuna nyakati zikifika, watu wanatengana, mtoto anatengana na baba yake, mtoto anapokuwa anaoa au kuolewa wanatengana. Kuna wakati mtu anafariki, wanatengana. Mtu wakati mwingine anatakiwa kusafiri na kuishi mbali, wanatengana. Lakini Arusha ni karibu sana na Babati na Manyara. Kwa hiyo niwakaribishe wakati wote waje tushirikiane pamoja Manyara. Nataka niseme tunawapenda sana na tunawaheshimu sana, na Babati tutarudi tena. Thank you so much. Nashukuru sana. Asante sana. Alikuwa ni Raisi wa Fountain Gate FC, Mr. Japhet Makau, ameweza kukuelezea, lakini pia mkazi wa Babati ambaye unahuzunika sasa hivi ameweza kukuahidi kwamba Babati na Arusha ni karibu sana, na kukualika pia karibu katika mechi zote ambazo zitakuwa zinafanyika. Asante sana.